Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Mei 25 siku ya Jumatatu asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa inayosema Dr. Mwigulu atangaza kiama kwa waporaji wa ardhi. Huyo ni Dr. Mwigulu atangaza kiama kwa waporaji wa ardhi. Habari inaendelea kwa kina ukurasa wa 5. Na wamerudi nyumbani, hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema wamerudi nyumbani. Kurejea kwa mchungaji Peter Msigwa na Joseph Selasini Chadema kwa zua jambo, makada na wafuasi wa chama hicho wakigawanyika kimtazamo kuhusu mapokezi yao. Lakini habari inasema wamerudi nyumbani. Tishio la ugonjwa wa usonji wa watoto sababu na tiba. Tishio la ugonjwa wa usonji kwa watoto na sababu na tiba. Joto la urais CCM 2030 laanza kutesa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye linaandika habari inayosema ajali ya katisha uhai bodaboda abiria waenda kwa miguu. Ajali ya katisha uhai wa bodaboda abiria na waenda kwa miguu. Lakini mshtuko Msigwa kurudi Chadema. Mshituko Msigwa kurudi Chadema, aungana na Selasini katika wimbi jipya la siasa. Wachambuzi wa siasa wamulika mambo nyeti katika uamuzi wao. Chadema yasema itawapima kwa vitendo. Lakini viuatilifu vyahusishwa na watoto kuzaliwa njiti. Viuatilifu vyahusishwa na watoto kuzaliwa njiti. Benki ya Dunia yatabiri Tanzania kuwa kitovu cha uchumi barani Afrika. Benki ya Dunia yatabiri Tanzania kuwa kitovu cha uchumi barani Afrika. Lakini mkurugenzi maofisa kizimbani mashtaka kukwepa kodi. Mkurugenzi maofisa kizimbani mashtaka kukwepa kodi. Hiyo ni habari endelea kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Pambazuko, lenyewe linaandika habari inayosema vuta nikuvute ujio kumradhi, habari inayosema Msigwa arudi ujinga ulioacha Chadema. Msigwa arudi ya ujinga alioacha Chadema. Lakini Marekani yaikalia kooni Tanzania. Marekani yaikalia kooni Tanzania. Hapa Makonda amegusa penyewe. Lakini kuna habari unasema tunashindwa nini kukomesha utekaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko, linasema tunashindwa nini kukomesha utekaji. Lakini kishindo KKKT ikibadilisha katiba. Bodaboda 50 walivyookoa maisha ya mkuu wa usalama wa Lissu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema vyuo vikuu 9 vya nchini Malaysia kutua Tanzania. Lakini CCM yampongeza Mwinyi kwa kugoma kuvunja katiba. CCM yampongeza Mwinyi kwa kugoma kuvunja katiba. Lakini World Bank yafunguka safari ya maendeleo ya Tanzania. Hao ni WB wafunguka safari ya maendeleo ya Tanzania. Ofisi ya msajili wa hazina yatoa wito kwa utawala bora. Ofisi ya msajili wa hazina yatoa wito kwa utawala bora. Lakini Balozi Hassani awasilisha hati za utambulisho Oman. Lakini bado kuna habari inayosema Balozi Togolani awasilisha hati za utambulisho UN. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania asubuhi ya leo, linaandika mafanikio taasisi na mashirika ya umma yategemea mifumo ya utawala bora. Mafanikio ya taasisi na mashirika ya umma yanategemea mifumo ya utawala bora. Lakini miradi ya barabara ni msingi wa kufungua uchumi. Huyo ni Dr. Mwigulu asema miradi ya barabara ni msingi wa kufungua uchumi. Lakini vyuo vikuu 9 vya Malaysia kutua Dar es Salaam. Na mafanikio ya miaka 25 ya St. Anne Mary Academy. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Biashara lenye asubuhi ya leo linaandika Tadio yaipa kongole TADB kwa kuwanoa wahariri. Lakini vyuo vikuu vya Malaysia sasa
kumwaga fursa Dar es Salaam. Ni fursa ya ufadhili kwa wanafunzi wa Tanzania. Ni vyuo vikuu 9 vilivyoletwa na Global Education Link. Wanafunzi wahimizwa kufika Serena Juni mosi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako laandika TDB yatoa mikopo ya bilioni 94 miradi 117 ya vijana. Lakini shule iliyoweka alama ya kipekee ndani ya miaka 25. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kimataifa, kwenye gazeti lako la Biashara Leo kuna habari inayosema milio ya risasi yaleta taharuki jirani na ikulu ya Marekani. Milio ya risasi yaleta taharuki jirani na ikulu ya Marekani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Mtanzania Leo, gazeti lako tunaanza nalo asubuhi, linaandika DC Kiela aipongeza TRA kwa kukusanya kodi kwa utulivu. Lakini ofisi ya msajili wa hazina yasisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya utawala bora. Na wahariri redio za jamii waipongeza TADB. Vyuo vikuu 9 vya Malaysia kushiriki maonyesho ya elimu jijini Dar es Salaam. Lakini St. Mary Academy kuadhimisha miaka 25 iliyosheheni mafanikio. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaandika bodi ya wakurugenzi TRA yatembelea mpaka wa Kasumulu. Lakini Global Education Link yaleta vyuo 9 vya Malaysia Tanzania. TADB ya wanoa wahariri yatoa mikopo ya bilioni 350.7 miradi ya viwanda. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika kamishna mkuu Mwenda ahidi huduma bora zaidi kwa walipa kodi. Lakini mbunge Mariamu awazawadia mama lishe majiko 55. Na TADB yafikisha mikopo kwenye wilaya 135. Na vyuo vikuu 9 Malaysia kutia kambi Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania, gazeti lako linaandika barabara ni msingi wa kufungua uchumi. Huyo ni Dr. Mwigulu asema barabara ni msingi wa kufungua uchumi. Vyuo vikuu 9 vya Malaysia kutua Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaandika DP World ya kabidhi gali la wagonjwa TPA. Lakini viongozi KNCU vitani na mwekezaji. Viwanda biashara ya omba bunge bilioni 137.8. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe linaandika kigogo NLD amng'ata sikio msajili wa vyama vya siasa. Mwigulu akerwa na wanaopora haki. Huyu ni Mwigulu akerwa na wanaopora haki. Lakini serikali ya waahidi usalama wa wawekezaji. Serikali ya waahidi usalama wa wawekezaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika CCM yampongeza msimamo wa Dr. Mwinyi. Na tunajivunia ongezeko meli za kitalii zinazokuja Zanzibar. Huyo ni Soraga asema. Lakini serikali kuendelea kuwekeza miradi ya kimkakati Nchemba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Tanzania Leo gazeti lako linaandika rekodi za mpa Samia ujasiri. Rekodi za mpa Samia ujasiri. Dr. Mwigulu afichua siri chanzo migogoro ya ardhi asema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika Benki ya Dunia yaguswa na dira 2050. Na madaktari wafunguka athari za umri kwa wanandoa. Madaktari wafunguka athari za umri kwa wanandoa. 5 mbaroni tuhuma za mauaji Mwanza. Dr. Mwinyi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Nasema Dr. Mwinyi, taasisi zipunguze kuitegemea serikali. Lakini serikali yaidhinisha trilioni 3.3 kukarabati Tazara. Serikali yaidhinisha trilioni 3.3 kukarabati Tazara. Na 5 mbaroni tuhuma za mauaji Mwanza. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti lako la Habari Leo
linaandika habari inayosema Serengeti Boys yaandika historia AFCON, lakini Simba kileleni, Yanga kazini leo, Gamondi awatema Nado Kagoma Star. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini kwenye gazeti lako la za Spoti linaandika Kagoma Nado Samata watemwa Stars. Magoli 499 yafungwa ligi kuu Zanzibar. Molini aifungia kazi Namungo. Molini aifungia kazi Namungo. Waziri Pembe awataka wana michezo kuitangaza vyema kimataifa Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Spoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo linaandika magoli 499 yapachikwa wavuni ligi kuu Zanzibar. Dr. Pembe awataka wana michezo kuwa mabalozi wazuri nje ya nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika wachezaji 20 watajiri wa mpira wa kikapu. Wachezaji 20 matajiri mpira wa kikapu. Viva Tanzania, viva Tanzania. Lakini hapatoshi, Yanga zidi ya Namungo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika Luvanga mwendo wa rekodi Saudi Arabia. Da City yafanya kweli Rwanda. Lakini Prestau atajwa kumfuata Steve Becker Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Da City yaandika historia BAL 2026. Lakini Fountain Gate Mbabe dabi ya Arusha yaichapa TRA 2-1. Lakini Gamondi ataja kikosi apunguza wachezaji wa Simba na Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Majira kuna habari inayosema Gamondi aita 25 Taifa Stars, apiga chini Samata, Nado na Kagoma. Yanga na Mungo haina kufeli leo KMC. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la michezo. Gazeti la Mwanaspoti linaandika mmoja anachukua, Rushaina amuibua Mwamnyeto, Simba na rekodi ya mechi 20. Lakini Premier imeisha hivyo ni baada ya Arsenali kuchukua ubingwa. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini bado kuna habari inasema Okello Fei vitani tena. Fei Okello vitani tena. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.